Huku hayo yakiarifiwa na maafisa wa KUPPET ni kwamba Wizara ya Afya inaongozwa na Waziri Aden Duale imetoa taarifa ikisema kwamba wizara yake inaendelea kushirikiana na tume ya kuajiri walimu TSC kuhakikisha kwamba mamlaka ya SHA inaendelea kuwahudumia walimu na kuangazia ama kuchunguza baadhi ya matatizo ambayo wa maafisa wa KUPPET wamekuwa wakizungumzia. Wanasema kwamba zipo changamoto kuhusiana na masuala mawili matatu ambayo yanahusiana na walimu wanaotaka huduma, lakini ni kwamba huduma hiyo inaendelea kutolewa na kwamba SHA itaendelea kufanikisha huduma za afya kwa walimu wote hapa nchini. Hiyo ni taarifa kutoka Wizara ya Afya. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba utata umeibuka katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na uhamisho wa waraibu wa mihadarati kutoka eneo la Freetown hadi Shimo la Tewa katika kaunti hiyo, huku serikali ya kaunti ikisema kuwa hatua hiyo imefuatia malalamishi ya wakazi wa eneo hilo. Waraibu hao wamejitenga na tuhuma kuwa wamekuwa wakishiriki uhalifu, kama anavyotuarifu sasa Francis Talaki kutoka Mombasa. Wamekuwa wakipokea dawa ya methadone katika kituo cha Freetown kwa zaidi ya miaka 10 sasa na kutumia muda wao mwingi kubarizi hapa, ila uamuzi wa serikali ya kaunti Mombasa kufunga kituo hiki umezua wasiwasi kwao. Wanasema endapo kituo hiki kitafungwa na wao kuhamishwa hadi kituo cha Shimo la Tewa eneo la Mtwapa, basi huenda wengi wao watarejelea tena dawa za kulevya. Leo mkituambia tutoke hapa twende kaunti ya Mtwapa au twende Magongo, hiyo ni 400 hiyo kwa akili zetu bora nikanunue unga nivute, kwa sababu nikienda huko nitapoteza hiyo fare, and then nikirudi huko watoto watakula nini? Sisi tunajitetea ya kuwa hapa methadone tunakaa ni karibu na mahali ambapo tunaishi, ni karibu na makazi yetu na tumezoea, si ndio? Wakati mtu ananitoa hapa ananipeleka methadone mbali bila kuniuliza mimi, unajua anadidimiza maisha yangu. Manake in 10 years nimeweza kusustain maisha yangu, nimeweza kukaa na watoto wangu vizuri na bwanangu na maisha yangu yanaendelea. Kituo cha Freetown kinawahudumia waraibu 1100. Kimekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Serikali ya kaunti Mombasa inadai kuwa wakazi wa eneo hili wametaka kituo hicho kuondolewa. Sasa sisi sasa hivi wanatukataa, na wakati huo kabla wakatae, hao wangekubali hii mradi uanzishwe hapa, wangekataa kabla uanzishwe. Na mimi nina imani hata hapa pia kuna makosa yake, kwa sababu wewe umeshajua kama hapa eneo hili halitakani kuwa na watu zaidi ya 2000 ama 3000. Kwa nini mkubali kutupack ndani wakati tushajaa, alafu ndo sasa mtuoneshe kuwa mushuke? Waraibu hawa wamekana kuwa sababu kuu ya kuwaondoa ni kushiriki kwao uhalifu. Hakuna mtu mbaya hapa, wote tunavyojua sisi ni watu wamerecover maisha yao, na sisi hatutaki kuingia kwa politics. We know politics is a bold trick. So kitu tunachotaka sisi, tunaomba methadone yetu tuipate kwa amani. Waraibu hawa wanaopata nafuu wamesema kwamba kufungwa kwa kituo hiki huenda kukasambaratisha mambo hata zaidi, wakitaka jamii kuendelea kuwakubali kwa miaka 10 ambayo wamekuwa hapa. Francis Talaki, Ringa Citizen, Freetown, Mombasa.